Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualike kuna kudukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbushe, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini pia usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni BBT yazidi kunoga, mradi wa bilioni 646 kuwezesha wanawake vijana. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Mufti ateua mshauri wa dini uchumi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. TAMISEMI waagiza MRC MDC walinde amani. Habari ni katika ukurasa wa 3. Benki ya Dunia yaisifu Tanzania usimamizi wa uchumi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Majaliwa atoa maagizo kuboresha ushirika, benki yake yaanza na mtaji wa bilioni 69 kujiendesha kibiashara. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Papa alimtumia ujumbe Samia kabla ya kifo. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. NECTA yafunguka sababu kidato cha 6 kufeli Kiingereza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. ATCL kwenda Kinshasa mara 4 kwa wiki. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mambo matano Mei Mosi 2025, kilio cha mishahara, vyama vya wafanyakazi, wadau watoa kauli na hatua za haraka za kuchukuliwa. Rais Samia achiwa mzigo wa kuamua, wagumbusha ahadi za maslahi bora. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya rais wa TUCTA Tumaini Nyamhokia ikisema, niseme kuwa mwaka huu hatuna kilio cha kumfikishia Rais Samia, ila tunajua kuwa yeye ni mama na kiongozi, anaweza kuwa na kitu cha kutuambia, hivyo tunategemea yeye mwenyewe atuambie. Katibu mkuu wa KOTU Juliana Mpanduji anasema tunatarajia kusikia kutoka kwa rais, ageleza anataka nini kwetu kama watoto na wafanyakazi wake, lakini pia masharti mbalimbali ya kisera na kisheria anaweza kuelekeza vizuri kwa ajili ambao wanaishi kila siku na wafanyakazi, na sisi pia kupata muda wa kujitathmini. Lakini pia ipo nukuu ya mwenyekiti wa TADU Ali Kimaro yakisema kiwango cha chini cha mshahara kinachotangazwa ni 300,000, lakini wapo madereva wanaolipwa 200,000 tu. Ni waajiri wachache sana ndio hulipa zaidi ya hapo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika TEC wanaotaka mabadiliko wasikilizwe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gharama kupandikiza mimba milioni 14, wadau wapaza sauti. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili likiandika Dar es Salaam, wakati hospitali ya taifa ya Muhimbili ikitimiza miezi 8 tangu kuanzisha rasmi kitengo cha upandikizaji wa mimba vitro fertilization AVF. Gharama za huduma hiyo zinatajwa kuwa za juu. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Gazeti limeandika mapya, ajali ya Precision, abiria wadai fidia
ya bilioni 7.2. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Ajira za TRA za tema 74,383 usaili wa awali. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tunatazama sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia apokea ujumbe wa hayati Papa Francisco. Ni ule alioandika siku chache kabla ya kufariki dunia, ulikuwa na sehemu ya pongezi za muungano aupokea kwa unyenyekevu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Benki ya Dunia yaimwagia sifa Tanzania usimamizi wa uchumi. Habari katika ukurasa wa 4. Mpango wafafanua namna bora ya kumwenzi Papa. Habari katika ukurasa wa 4. Majaliwa waagiza ufuatiliaji wa watendaji wa vyama vya ushirika. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili imeandika Kijazi chuo cha ualimu Korogwe kiwe chuo kikuu cha sayansi. Habari katika ukurasa wa 3. Wabunge charuka bungeni wakitaka NEMC iwe mamlaka. Habari katika ukurasa wa 2. Papa Francis yazikwa maelfu duniani wa muaga. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika Diplomatic Safari and Tour yaandika historia kumbukumbu ya kipekee. Habari katika ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye katika ukurasa wake mbele habari iliyopewa kipaumbele ni Heche atoa kauli nzito agiteta na wagombea. Ni katika mwendelezo wa vuguvugu la no reforms no election, awashangaa makada wa Chadema wanaotaka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya John Heche ikisema, hatuna shida ya kuleteana matatizo na serikali. Shida tulionayo ni kudai haki. Shida tulionayo ni kutaka nchi yetu iwe sehemu ya haki. Tunataka uwanja uwe huru. Tunataka tuwe na usawa. Hata dakika 90 zikichezwa na kupata 0, tusipate hata mbunge, tutasema wananchi hawajatuelewa. Tutaendelea kuelimisha ili watuelewe kuliko kutupatia wabunge wa dhulma. Hatutaki. Heche. Unayo taarifa hii katika ukurasa wa 2. Ijue historia ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni katika ukurasa wa 11 hadi ukurasa wa 12. Wiki ya usalama kazini OSHA yajana hoja nyeti kwa taasisi. Habari katika ukurasa wa 18. Majaliwa amulika uadilifu watendaji wa vyama vya ushirika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika wabunge wa charuka wakitaka NEMC iwe mamlaka isiingiliwe. Habari katika ukurasa wa 4. Ndugu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Kisalali Mgeni, mbunge wa Sumve, akisema tukizungumzia suala la kelele, wananchi wamekuwa wanateseka. Baadhi imejaa kila kona bila kujali vibali vya maeneo husika. NEMC wakifungia mamlaka nyingine zinakuja zinafungua, kwa hiyo inakuwa ni ngumu kusimamia utekelezaji wake. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4 wa gazeti Nipashe. Nipashe pia limeandika wafanyabiashara wa Manispaa wavutana ujenzi wa soko jipya. Habari katika ukurasa wa 3. Simba Sports Club yatinga fainali ya Afrika ya tamba itabeba ndoo kibabe. Habari katika ukurasa wa 24. Mudathir atamani bao Lankane Zenji. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tunatazame sasa gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele. Dr. Mwinyi mgeni rasmi kilele Mei Mosi. Habari katika ukurasa wa 3. UWT yampongeza Rais Samia kampeni ya msaada wa kisheria. Habari katika ukurasa wa 3. Jamii yatakiwa kujikinga na malaria kuepuka madhara. Habari katika ukurasa wa 3. Mkakati utaimarisha uwezo wa kukabiliana na maafa Hamza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. India Pakistan zatunishiana misuli. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo katika ukurasa wake mbele. Kamata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele Jumatatu ya leo ni Majaliwa atoa maagizo 6 Wizara ya Kilimo, ataka maadili, uwazi, uwajibikaji na utawala bora kwa utendaji wa vyama vya ushirika, asisitiza taasisi za fedha kuweka mfumo rafiki upatikanaji wa mikopo na mitaji kwa wakulima. Habari katika ukurasa wa 2. Wabunge waeleza faida NEMC kuwa mamlaka. Habari katika ukurasa wa 6. Barua ya aliyenusurika meli ya Titanic yauzwa shilingi bilioni 1. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Dr. Nchimbi ataka umoja watiania ubunge udiwani. Habari katika ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti limeandika Biteko viongozi wa siasa na dini hubirini amani. Habari katika ukurasa wa 2. Rais Dr. Samia
azungumzia ujumbe wa Papa Francisco, habari katika ukurasa wa pili. Wenye leseni ndogo uchimbaji madini wageni kushirikiana, habari katika ukurasa wa 10. Gazeti hili pia limeandika Simba yaheshimisha taifa michuano ya CAF, habari katika ukurasa wa 24, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, na mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti lenyewe katika ukurasa wake mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni unyama sana. Gazeti hili katika ukurasa wake mbele limeandika takwimu za mchezo kati ya Stellenbosch dhidi ya Simba, mchezo uliokamilika kwa suluhu ya bila kufungana. Fainali kupigwa Mei 17 mwaka 2025 na marudiano ni Mei 25 mwaka 2025. Lakini pia gazeti hili limeandika Pasaka imepita lakini dabi ya Kariakoo bado haijafufuka, habari katika ukurasa wa 15. Kaseja ana kibarua cha msimu wa 2015-2016. Jux Kopreska ni kama zali tu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Gazeti limeandika Yanga Azam zahamisha vita ya bara gombani, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, ikiwa haya ni mashindano ya Muungano Cup. Lakini pia gazeti Mwanaspoti limeandika Serie A leo Jumatatu ni Udinese dhidi ya Bologna, mchezo unapigwa saa 1:30 usiku. Kamata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome kwa ndani zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wake nyuma, habari iliyopewa kipaumbele ni Simba yatinga fainali, Samia ipongeza. Futsa kibaruani tena Morocco leo, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mkane amkosha Milude, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Liverpool mabingwa wapya England, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenyewe limeandika Simba hili tunalibeba, kauli ya uongozi wa Simba baada ya kushuhudia wakitinga hatua ya fainali, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Tanzania ya tamba futsa wanawake, habari katika ukurasa wa 23. Onana tayari kutimkia Saudi, na gazeti Nipashe likikamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania.